zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Na heri ya mwaka mpya. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mwaka 2025 salama na kuanza huu mwaka mpya wa 2026. Ni wazi tumepata mema mengi kwa mwaka wa 2025, lakini hapa na pale inawezekana tumepata changamoto, tumepata mambo mengine katika maisha yetu ambayo pengine ya kusikitisha, ya kuhuzunisha, lakini kwa ujumla wake tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yote ni kwa neema za Mwenyezi Mungu, na yote tunamwachia Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mungu alikuwa na la kutufundisha, lakini kwa namna ya pekee tunamshukuru kwa kumaliza mwaka 2025. Wengi hawakuweza kuona, lakini Mungu sisi ametupa baraka ya kuona. Sasa nakuleteni tafakari hii ikiwa ni ya tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Na kama tunavyofahamu, Mama Kanisa kila tunapoanza mwaka tarehe 1 ya kila mwezi wa Januari kila mwaka, Mama Kanisa ametuwekea sherehe ya Mama Bikira Maria kama mama wa Mungu. Mama Bikira Maria ni mama wa Mungu. Kwa sababu gani? Yeye ndiye aliyemzaa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye ni Mungu na mtu. Na kwa hiyo anapata heshima ya kuwa mama wa Mungu. Kumbe leo tunapoanza mwaka mpya wa 2026 na kanisa kwa hekima kabisa natupatia sherehe hii ya kumkumbuka Mama Bikira Maria kama mama wa Mungu. Na pengine tujiulize, kwa nini kanisa limeweka sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu siku ya kwanza mwaka? Kwa nini iwekwe hapo? Kanisa linataka tukabidhi mwanzo wa mwaka mzima kwa mama, kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Kama vile mtoto anapoanza maisha yake mikononi mwa mama, vivyo hivyo mwaka mpya unaanza chini ya ulinzi na usimamizi na maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Lakini zaidi ya yote, cheo hiki cha mama wa Mungu au kwa Kigiriki Theotokos kinatukumbusha ukweli huu wa imani yetu. Yesu ni Mungu kweli na binadamu kweli, na Maria ni mama yake Yesu kwa sababu alimzaa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hivyo kuanza mwaka na Maria ni kuanza mwaka na Yesu mwenyewe. Kanisa pia linaadhimisha leo siku ya kuombea amani duniani. Maria mama Malkia wa amani anatualika kuanza mwaka si kwa hofu bali kwa tumaini. Na tunahitaji amani kila mtu moyoni mwake, kwa sababu tukiwa na amani katika mioyo yetu, tukiwa na amani katika familia zetu, hiyo imani itaonekana kwa nje, na hiyo imani ndio tutakuwa nayo katika jamii zetu, katika makanisa yetu, katika nchi zetu. Kumbe tumwombe Mama Bikira Maria, na hasa katika nchi ya Tanzania tuombee amani, lakini vile vile katika nchi nyingi za ulimwengu ambazo hazina amani ziweze kupata amani. Ndio, kuna nchi mbalimbali zina vita, Urusi na Ukraine, nchi kadhaa za Afrika, huko Kongo DRC, huko Cambodia na Thailand na nchi nyingine. Lakini vile vile tunaweza tukaongeza kusema kwamba kuwa na amani maana yake si kutokuwa na vita. Kuna vitu sehemu nyingine, nchi nyingine nyingi ambazo hazina vita lakini hazina amani. Tuombee amani. Baada ya utangulizi huo mfupi, hebu tugusie masomo yetu yanayotuongoza. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hesabu sura ya 6 aya 22 mpaka 27. Na hapa tunaona baraka ya Haruni. Somo hili linatupa baraka maalum tunapoanza mwaka mpya. Maneno yanasema hivi machache: Bwana akubariki na kukulinda. Hii si sala ya kawaida, ni baraka ya Mungu mwenyewe. Kumbe tunapoanza mwaka huu 2026, kanisa linatukumbusha kwamba hatuhitaji kwanza
mipango mingi, bali tunachohitaji ni kuanza kwa baraka ya Mungu. Wakati mwingine tunaweka mipango mingi, na sasa tunapoanza mwaka kama huu tunajiwekea malengo mbalimbali, lakini tunamsahau Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo somo hili limeletwa kwetu tuanze kuomba baraka kwa Mwenyezi Mungu, atubariki, atulinde, yeye mwenyewe atuongoze, na sisi wenyewe tuwe baraka kwa wengine. Tuwabariki watoto wetu, tuwabariki ndugu zetu, tuwasemee maneno mema, kwa sababu maneno hayo ni baraka tayari tunapoyatamka. Lakini baraka kuu ni wazi, inatoka kwa Mungu mwenyewe. Kumbe kwa baraka yake hata yale mambo ambayo tunaona ni madogo kwetu, Mungu anaweza akayanyanyua, Mungu anaweza akayapa baraka yakawa makubwa. Kumbe leo tunamuomba Mwenyezi Mungu akubariki wewe, anibariki mimi, ambariki kila mmoja wetu, atulinde, atuangazie uso wake na atujalie amani kwa mwaka huu wa 2026. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 mpaka ya 7. Mungu alimtuma mwanawe aliyezaliwa na mwanamke. Mtakatifu Paulo anatufundisha wakati ulipotimia, Mungu alimtuma mwanaye aliyezaliwa na mwanamke. Hapa ndipo heshima ya mama Bikira Maria ilipo. Kupitia ndio yake, kupitia kusema ndio kwa mama Bikira Maria, basi wokovu uliingia duniani. Lakini Paulo anasema, anaenda mbali zaidi, anasema sisi watumwa tena, bali wana wa Mungu. Mama Bikira Maria kusema ndio, akamzaa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ametukomboa katika dhambi, tuko huru. Lakini kwamba tuko huru, ametukomboa katika dhambi, ni wazi kwamba tutende dhambi, tunaendelea kutenda dhambi. Kumbe cheo hiki tulichokipata cha kuitwa wana wa Mungu, wana wateule wa Mungu, wana waliopata wokovu, tuendelee kukilinda. Na tunapoanza hasa mwaka huu hapa, tunapoweka malengo yetu, kati ya vitu ambavyo inabidi vile vile tuwekee malengo ni kwamba mimi nimepata wokovu, mimi na cheo cha kuitwa mwana wa Mungu, cheo cha juu kabisa. Basi vile vile tuweke malengo ya kuepuka dhambi, tuweke malengo ya kutenda mema, tuweke malengo ya kusema Bwana, unaponibariki kwa baraka ya Haruni, kwa baraka yako ya kimungu, nijalie na shughuli zote ninazozitenda niwe mwana wako mteule, niendelee kutenda mema, kwa sababu sisi watumwa tena wa dhambi, bali wana wa Mungu, na hicho cheo tukitendee haki. Lakini hii ina maana gani kwa mwaka huu 2026 tunaoanza? Hatuingii mwaka mpya kama watu waliokata tamaa. Tunapaswa tuanze kama watu walio na matumaini, na kama tuna hofu mahala, tuipeleke kwa Mwenyezi Mungu, tuipeleke kwa mama yetu ambaye ndiye mwombezi wetu mkuu. Na ni wazi tutakutana na watu waliokata tamaa, tuwaombee, tuwape moyo, waanze kwa matumaini mapya. Kwa hiyo tunaingia kama wana wa Mungu, tukimwita Aba au Baba, kama tulivyosikia kwenye somo hili la pili. Na kwa kweli tunaingia mwaka huu 2026 ni kwa neema, si kwa mastahili yetu, basi ni baraka za Mwenyezi Mungu, ni zawadi kwa Mwenyezi Mungu. Tumeweza kuona mwaka huu 2026. Wengi walipanga kuingia mwaka huu, lakini hawakufikia mipango ya Mwenyezi Mungu. Sisi tuko hapa kwa neema, si kwa mastahili yetu wala kwa nguvu zetu. Somo la Injili linatoka Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 16 mpaka aya ya 21. Kuna maneno mazuri kabisa yanasema, Maria aliyaweka yote moyoni. Wachungaji wanamuona Yesu, walifika pale wakamwona Yesu, lakini Injili inasema, na nukuu, Maria akayaweka mambo yote moyoni mwake, akitafakari yale yote, kuzaliwa kwa Bwana, kuwa pale horini, wachungaji wanamkuta pale,
Yote hayo mama Bikira Maria alikuwa anayatafakari, yana maana gani kwangu? Lakini tunaambiwa kwamba aliyaweka moyoni. Maria anatufundisha kitu kikubwa sana, huyu mama yetu, lakini ni kwamba anachotufundisha kikubwa katika muktadha wa mwaka huu mpya tunapouanza ni namna ya kuingia mwaka huu mpya, kwamba na sisi tusiwe na makelele, tusiwe na hofu, bali tutafakari, tusali, tuyaweke yote moyoni na kumwachia yote Mungu tunayoyapanga. Mungu mwenyewe atanachukua kila kitu. Kumbe tumshukuru Mungu kwa zawadi hii na kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, mama wa Kristo, mama wa Mungu, tunayesherehekea sherehe yake leo. Kumbe ndugu wapendwa, tunamshukuru Mungu tena kwa kutuvusha salama mwaka 2025 na kuanza mwaka huu 2026. Tumepata mambo mema mengi sana ambayo hatuwezi labda tukaorodhesha kila mmoja. Uhai, kitu cha kwanza. Watu wengine wamepata kazi ambao hawakuwa na kazi, wengine wamefanya kazi zao na shughuli zao zimeenda vizuri. Wengi tumepata mafanikio mbalimbali, mambo mengi, na yote hayo ni kwa neema. Lakini pia kulikuwa na magumu kama nilivyogusia mwanzo katika utangulizi. Na mahali tumetoa machozi, kuna mahali tumepata maumivu na changamoto mbalimbali. Na yote hii tumshukuru Mungu, tumwachie Mungu na kuomba tena neema na baraka zake kwa mwaka huu. Kwa hiyo vile vile kanisa leo linatukumbusha na kutuambia hivi, tusibebe mizigo ambayo ilionekana au tulibaki nayo, mizigo ambayo si mizuri ya mwaka 2025 na kuingia nayo tena mwaka 2026. Tusiingie mwaka mpya huu tukiwa kwa mfano tumebeba mzigo wa chuki wa mwaka 2025 kaja nao mwaka 2026. Kama kuna mtu labda ulikosana naye, kama mtu ulikuwa na chuki naye, kama mtu ulikuwa na ugomvi naye, basi weka mstari kwamba nimevuka sasa, naingia mwaka 2026. Hiyo mizigo, huo uchafu wote tuwache huko nyuma. Tusiingie na mwaka huu tukiwa tumebeba hayo yote. Kama kuna maumivu, umeumizwa, samehe, anza upya, na Mungu mwenyewe anaendelea kutusamehe. Kama kuna mtu ulikuwa tunalawama naye au anatokea lawama, yote hayo tuyaache nyuma, tuanze mwaka huu mzuri. Inawezekana ukawa na hofu kwa mwaka huu 2025, tulikuwa na hofu. Tunapoanza mwaka huu mpya, mkabidhi Mungu yale yote yaliyopita na tuanze mwaka mpya. Mwaka huu mpya, mipango yetu ianze na kuishia kwa Mungu. Maamuzi yetu yaongozwe na neno la Mungu. Neno la Mungu lituongoze, tusome neno la Mungu, hapo tunapata maongozi ya Mwenyezi Mungu. Safari yetu ipitie mikononi mwa mama Bikira Maria, mama wa Mungu, tujikabidhi kwake. Na tunasema leo kabisa kwa imani kuu kwamba mama Maria, tunaukabidhi mwaka huu wetu, na kabidhi familia zetu, kanisa letu, taifa letu la Tanzania na mataifa yote, lakini pia maisha yetu yote na kila kitu chote chetu tunachokuwa nacho tunakikabidhi kwako mama Maria, uliye Malkia wa amani, uliye mama yetu, uliye mama wa Mungu, uliye mwombezi wetu mkuu, na tunakabidhi kila kitu kwa Mwenyezi Mungu. Basi ndugu wapendwa, tunapoanza mwaka huu 2026, tusiwe na hofu, tusiwe na majivuno, bali kwa imani na shukurani tumshukuru Mungu na tuendelee kumwomba. Na Mungu atubariki kwa baraka ile ile ya Haruni katika mwaka huu mpya. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukujalia neema. Bwana akuinulie uso wake na kukujalia amani. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria, mama wa Mungu na Malkia wa amani, mwaka huu 2026 uwe mwaka wa neema, ulinzi, uponyaji na amani. Msifu Yesu Kristo.